Naitwa Clara Makenya, ninawakilisha shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa duniani hapa Tanzania. Siku ya leo tumeungana na wadau wengine wa mazingira kuendeleza kumbukizi ya siku ya mazingira duniani ambayo inafanyika kila mwaka tarehe 5 mwezi wa 6. Na mwaka huu tulikuwa Dodoma pamoja na wa serikali ya Tanzania na kama wa rais kama mgeni rasmi, lakini pia na wadau wengine wote. Sasa siku ya leo tumefanya mwendelezo. Sababu kubwa ni nini? Sababu kubwa ni kuelimisha jamii, kuendelea kuelimisha jamii. Siku ya leo tumefanya usafi wa fukwe, eneo wanaita Mapangoni hapa Police Osters Mess. Na kwa vyovyote vile hii sio kwamba ndio imeleta utatuzi moja kwa moja wa taka za mazingira. Niseme kwa namna hiyo kwamba ni symbolic, ni mfano tu, ni mfano, na zaidi ya yote ni kuelimisha jamii kuhusiana na umuhimu wa kuwa sehemu ya kuwa suluhisho ya taka za plastiki hapa Tanzania. Tanzania ni sehemu ya dunia nzima. Dunia nzima inasemekana kwamba karibu metric tons milioni 460 au zaidi ya milioni 450 tuseme zinazalishwa za taka za plastiki. Na Tanzania ni mojawapo kati ya hii dunia nzima ambao kwa kiwango kikubwa taka za plastiki zinazalishwa. Taka za plastiki zina athari nyingi sana katika mwili wa mwanadamu, lakini hata katika mazingira yetu. Sasa ukiona hapa Mapangoni, panapoitwa Mapangoni, taka tulizoziona mahali pale ni taka za aina zote. Ni taka za aina zote. Na ile ni sehemu ambayo si dampo rasmi, lakini ni kama dampo, ukiangalia ni kama dampo. Kwa kwanza mimi nawapongeza kwanza watu wote ambao wanafanyaga usafi wa fukwe na beaches, maana wako kila wakati watu wanafanya usafi wa fukwe na usafi wa beaches. Lakini usafi wa fukwe na usafi wa beaches unaweza ukawekwa kwa vizuri zaidi, wa muda mrefu zaidi, iwapo mnyororo mzima unaangaliwa. Mnyororo mzima kwa maana gani? Kuanzia jamii wanaozalisha taka, kupunguza uzalishaji wa taka za plastiki, hasa plastiki zinazotumiwa mara moja na kutupwa. Kwa hiyo ni mnyororo wa kwanza kwenye uzalishaji kule. Lakini eneo la pili ni kuangalia jinsi gani taka zenyewe zinatunzwa au zinatengenezwa tena, kurejelezwa. Hilo ni eneo la pili. Na eneo la mwisho hapa tulichokifanya leo ni eneo la mwisho kabisa la usafi, la kutenganisha taka, ni eneo la mwisho kabisa dogo kabisa. Kwa bila huu mnyororo wote kuangaliwa, tutaendelea kuwa na changamoto ya taka za plastiki. Kwa maana nyingine, sheria, kanuni na taratibu zipo, zimewekwa na zinafahamika. Kusimamia hizo sheria na taratibu na kanuni kitu kimoja kikubwa sana ambacho kitachangia katika kupunguza taka za plastiki. Kwa usimamizi unaenda sambamba na uelimishaji wa jamii. Na ninapenda sana jargon au wito polisi wanapenda kutoa, anasema nini? Tii sheria bila shuruti. Kwa hiyo kuna ile kuelimisha jamii ili waweze kutii sheria, kupunguza uzalishaji au kupunguza utupaji wa taka ovyo. Kama hii dampo ambao sio rasmi tulioiona hapa, kwa vyovyote vile kuna watu ambao hawana uelewa labda au hawajaona kwamba sheria inachukua mkondo wake. Kwa hiyo wanaweza wakaendelea kutupa taka kwenye eneo ambalo si rasmi. Kwa hiyo kuna kuelimisha, lakini kuna kusimamia sheria, usimamizi wa sheria. Lakini cha tatu sasa ni kuwezesha hawa wajasiriamali wadogo na wakati ambao wanafanya matumizi bora ya hizi taka ambazo zinaweza zikarejelezwa, plastiki zinazoweza kurejelezwa. Kwa hiyo kuna watu ambao wakati kuna kilio cha kwamba hakuna ajira, kuna wengine wanatengeneza ajira nzuri sana kwa kurejeleza plastiki na wanapata products ambazo ni nzuri zinaweza zikatumiwa. Kwa hiyo kuwezesha hii kundi la jamii ambalo linatumia fursa iliyoko kwenye taka za plastiki katika kuzirejeleza. Na mwisho kabisa sasa ndio watu wote kwa pamoja kufahamu jinsi ya kuangalia au kutunza mazingira kwa ujumla wake. Lakini eneo lingine ambalo ningetaka kuliongelea hapa ni kuhusiana na athari za hizi taka za plastiki kwenye bahari. Mlishasikia imejirudia mara kwa mara kwamba inapofika mwaka 2050 samaki watakuwa wengi, plastiki zitakuwa nyingi kuliko baharini. Nafikiri mmeshasikia hiyo sana. Samaki zitakuwa chache kuliko plastiki. Lakini hizi samaki sio tu kwamba zitakuwa chache kuliko plastiki, lakini pia samaki tunaowala ambao wana kemikali na microplastic au viplastiki vidogo wanaleta athari kwenye miili ya binadamu. Miili ya binadamu inapokuwa inakula, watu wanapokula samaki ambao wameathiriwa kwa kula vitu taka za plastiki au kemikali zingine, wanadamu wa kila hiki chakula kinaathiri kwenye mfumo mzima wa afya. Na ndio maana huenda, nasema huenda kwa sababu hapajafanyika bado
tafiti rasmi ya kuunganisha, ya kuoanisha kuhusiana na magonjwa ambayo hayaambukizi, non-communicable diseases, na hizi taka. Lakini huenda ikawa hizi taka za plastiki na kemikali zinachangia kwa kiasi kikubwa kuendeleza magonjwa ambayo hayaambukizi, kwa sababu yanaingiliana na mfumo wa afya wa watu. Kwa hiyo tuko hapa, tuko pamoja na wadau kutoka serikalini, tuko pamoja na wadau kutoka kwenye NGO, tuko na SCRS, tuko na HUDEFO. Kwa pamoja tunataka kuleta picha ya kwamba kupambana na taka, kuleta suluhisho la changamoto za kimazingira ni jukumu la wadau tofauti tofauti kwenye level tofauti, kuanzia kwa watunga sheria kule juu, wasimamizi na wale sasa ambao wanashiriki katika aidha kutii sheria au kusimamiwa kwa habari ya kufanya yaliyo sahihi katika jamii. Crown Media. Hapa ni nyumbani.